Mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu, nikusalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Leo asubuhi njema leo, nimekuletea neno hili tutafakari wote. Neno letu leo linatoka katika kitabu cha Yoshua sura ya 2 mstari wa 1, ambao neno linasema Yoshua aliwapeleka wapelelezi wawili kutoka nchi ya Shitimu ili kupeleleza Yeriko. Watu wawili wakamwendea mfalme wa Yeriko wakamwambia, tazama, kuna watu wawili wamekuja kuipeleleza nchi yetu. Kama kuna hicho kisu kisikia kwenye Biblia, hao watu walitumwa na Yoshua kuipeleleza nchi ambayo ndio nchi ambayo walipewa na Bwana aweze kuimiliki. Yoshua akaona hapana, tutume watu kwa ajili ya kuipeleleza ile nchi. Walipoingia tu mjini, tayari taarifa ilikuwa ishamfikia mfalme wa nchi ile kwamba tazama, kuna watu wako 1, 2, 3 wamekuja kwa nchi yetu na ni wapelelezi wa nchi yetu. Sasa mimi leo sitaki kuzungumzia watu, unajua walienda wapi, kwa sababu Biblia inasema walipokelewa na kahaba mmoja anaitwa Rahabu. Sasa mimi sitaki kumzungumzia kahaba, wala sitaki kuzungumzia watu waliokwenda kuipeleleza nchi. Hila nazungumzia watu ambao waliwaona hao watu wapelelezi wakaenda kumwambia mfalme. Licha ya kuwa wale watu hawakujitambulisha kwao, lakini waliwajua kwamba hao ni watu wa namna gani, wametokea wapi, makusudi yao ni ipi, mpaka akamwendea mfalme. Manangu ni ipi? Mpendwa mtazamaji, mpendwa katika jina la Yesu, kila kitu unachokifanya ujue kwamba kuna backup nyuma yako. Kuna watu wanakifahamu, kuna watu wanakufuatilia kabla watu hawajaanza kufanya kitu chochote. Shetani yuko hivi, ana ujuzi mkubwa sana, amepewa nguvu kubwa sana ya kutambua, na hiyo ndio sifa kubwa sana ya adui. Kabla hujaanza jambo, yeye tayari ashajua unapanga nini, kama Mungu alivyo. Hata shetani vile vile. Kwa sababu gani? Hawa watu hawakuenda kujitambulisha kwao, lakini kwa sababu wale watu tayari washajua, tayari kuna watu washajua wanaenda kufanya nini kwenye nchi yao na makusudi yao ni ipi, wakamwendea mfalme. Mbona? Lakini nashukuriwe Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale watu walikuwa wametumwa kwa kusudi la Mungu. Mungu hakuwaacha. Mbona? Alimuinua mtu ambaye hakutarajiwa. Kama angeliweza kuwaokoa wale watu, kwa sababu kichoko kinafuata juu yao kingekuwa ni kibaya. Sasa nakusi na nikuombe mpenzi mtazamaji, kwenye hili neno jifunze point hii: kuwa msiri wa mambo yako unaoyafanya. Aidha iwe ni kabla hujayafanya au ni wakati unayafanya, jaribu kuwa msiri na umtangulize Mungu. Kuwa msiri, mtangulize Mungu, mshirikishe Mungu. Unaona? Tazama watu wawili walivyoenda kupeleleza ile nchi. Unaona? Hawakujitambulisha kwa mtu yoyote, lakini kwa sababu kuna watu tayari tunaita watu kwa lugha ya mtaani unaweza kusema masnitch. Umeona? Tayari washazunguka, washaenda kumwambia mfalme kwamba tazama, kuna watu 1, 2, 3 wamekuja kupeleleza nchi yetu na wana mpango wa kufanya 1, 2, 3. Umeona? Sasa ni wakati wako sasa kutambua hiyo.